Lakini Allah akatuwekea swala za usiku. Inna salata al-layli wiqayatul ajsadi wal arwah. Swala za usiku Mwenyezi Mungu ameziweka ni kwa ajili ya ulinzi wa mili yetu. Makanatu sala fi ta'miril haya. Nafasi ya swala katika kuyaimarisha maisha ya wanadamu. Swala za mchana lengo lake nini? Lengo lake ni kufungua fahamu za wanadamu, kufungua bongo zao wanadamu katika swala za mchana. Jiulize wewe na mwanao, nyinyi kama wanafamilia, hal tuqimuna sala? Je, nyinyi mnaswali? Na kuhusieni na kuweza kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu. Maisha yetu ya leo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tutaishi katika nukta inayosema makanatu sala fi ta'miril haya. Nafasi ya swala katika kuyaimarisha maisha ya wanadamu. Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu alipotuumba katuleta katika dunia. Baada ya kutuleta hapa duniani akahitaji alaka, mahusiano kati yetu na yeye Mola subhana. Moja katika njia ya mahusiano akatuwekea ibada ya swala. As-salatu wasilatu bainahu wa baina rabbi wa baina ibadi. Swala ni mawasiliano kati yake Mwenyezi Mungu na waja wake. Baada ya mwanadamu kutamka shahada, akatakiwa asimamishe ibada ya swala. Kwa nini? Kwa sababu swala ni mawasiliano yeye na Mola wake. Nini maana ya mawasiliano? Mawasiliano ni njia ambayo inamuunganisha mtu na mwingine na kupatikana maelewano kati yao. Kwa hiyo swala ni mawasiliano, yani swala inamuunganisha mja na Mola wake, alafu yakapatikana maelewano kati yao. Akawa mwanadamu baada ya shahada asimamishe ibada ya swala kama ni sehemu ya kuwasiliana na Allah tabaraka wa taala. Fadha Allahu salata 5 marati tikrara yawmiya. Mwenyezi Mungu akatuwekea sala 5 yaumia, kila siku zipo swala 5. Kwa nini? Kwa sababu ya mawasiliano. Na wanachuoni wa falsafa wanasema idha qawiyat ittisalatu qawiyatul mahabba wa idha dhafa al-ittisalat dhafat al-mahabba. Mawasiliano yakiwa ni imara, upendo utakuwa imara. Mja akiwasiliana na Mola wake mara kwa mara, anatengeneza upendo mkubwa na Allah tabaraka wa taala. Wa idha dhafat, na mawasiliano yakidhaifika, manake upendo unakuwa dhaifu. Hapendwi mja na Mwenyezi Mungu akiwa hajatengeneza mawasiliano ya mara kwa mara. Kwa hiyo swala 5 ni sehemu ya kuwasiliana na Mola wetu azza wa jalla. Tukiwasiliana naye tunajenga maelewano naye. Tazama Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala. Allah wataulizwa wale watu walioingia katika moto wa jahannam, wataulizwa ma salakakum fi sakar, kitu gani ambacho kimekupelekeni katika moto? Qalu, watasema lam nakum minal musallin, hatukuwa ni wenye kuswali katika dunia. Nini maana yake? Maana yake hatujajenga mawasiliano na Mola wetu katika dunia, kwa hiyo hatujatengeneza maelewano naye, ndio maana tuko ndani ya moto wa jahannam. As-salatu wasilatu bainana wa baina rabbina. Swala ni mawasiliano, swala ni kiunganishi kati yetu na Mola wetu. Swala inaimarisha maisha ya wanadamu kwa kutengeneza mawasiliano, lakini swala inaimarisha maisha ya wanadamu kwa sababu ndio sehemu ya kutoa dira ya maisha yao. Katika swala kuna salatul jamaa. Salatul jamaa nini natufunza katika maisha? Tunakutana mara 5 kwa siku katika jamaa. Jamaa nini hikima yake? Kifalsafa, innal jamaa udhiya lita'arufu an-nasi bainahum wal muawana bainahum.
Jamaa moja malengo yake imewekwa na Allah tabaraka wa taala ili tufahamiane wanadamu. Tunajuana kupitia jamaa. Baada ya kujuana, wale na taawana bainahum, tuweze kusaidiana kati yetu. Tunajuana kupitia jamaa, alafu tusaidiane baada ya kujuana. Si kujuana majina tu, mpaka kujuana vipaji vyetu katika jamaa. Msikitini kuwe na daftari la waumini. Tuwatambue waumini wetu ni wangapi kwa majina yao, lakini kwa vipaji vyao. Nani ana taaluma ya umeme katika msikiti wetu, tumjue. Nani ni injinia katika msikiti wetu, tumjue. Nani mwana uchumi katika msikiti wetu, tumjue. Jamaa ndio malengo. Swala ya jamaa tuilete katika maisha yetu kama wanaukoo, kama wanafamilia. Inatufunza nini katika maisha ya jamaa? Manake nyinyi wanaukoo, angalau kwa mwaka mara moja mkutane pahala pamoja, mjuane. Nyinyi wanaukoo, angalau kwa mwaka mara moja mkutane pahala pamoja, mjuane. Baada ya kujuana, mtaweza kusaidiana. Wazee walikuwa wakiyafanya hayo. Wanaweka kwa mwaka mara moja, wanakutana na wajukuu zao, wanajuana pale. Baada ya kujuana, wanaweza kusaidiana, maisha yanakwenda. Makanatu sala fi ta'miri al-haya, nafasi ya sala katika kuyaimarisha maisha ya wanadamu. Katika swala kuna salatu nahar wa salatu layl. Kuna swala za mchana na kuna swala za usiku. Angalia Allah tabaraka wa taala kaiweka sala sehemu mbili, mchana akaweka sala na usiku. Lengo nini? Kuyatengeneza maisha ya wanadamu. Salatu nahar lifathi abwab al-fahmi wa tawassu wa tasihil abwab ar-rizqi. Swala za mchana lengo lake nini? Lengo lake ni kufungua fahamu za wanadamu, kufungua bongo zao wanadamu katika swala za mchana, na kutengeneza riziki zao kwa wepesi kupitia swala za mchana. Au ni Allah tabaraka wa taala. Tazama Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salah min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Enyi mlio amini, idha nudiya lis-salah, pakiadhiniwa kwa ajili ya swala, mi yawmil jumaa, katika siku ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillah, kimbieni kwenda kuswali. Swala gani? Ni swala ya mchana hiyo. Fas'au ila dhikrillah, kimbieni kwenda kuswali. Wadharul bay'a, acheni biashara zenu, acheni kazi zenu, acheni shughuli zenu. Yani acheni sehemu zenu za vipato. Dhalikum khairul lakum, Allah anasema kufanya hivyo kwenu ni bora zaidi, lakini in kuntum ta'lamun, kama tunajua. Fa idha qudiyatis salah, swala ikishamalizwa, fantashiru fil ardi, tawanyikeni katika ardhi ya Allah, wabtaghu min fadlillah, katafuteni riziki za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Angalia aya hiyo. Tumekuja kuswali salatu Juma, ni swala ya mchana. Allah katukataza, katuambia tuache biashara zetu, tuache kazi zetu, yani tuache sehemu zetu za vipato, tuje kuswali. Kwa nini? Kwa sababu swala ni bora kwetu kuliko kuendelea na biashara zetu. Swala itafungua bongo zetu, alafu swala itarahisisha maisha yetu, riziki zetu. Ndio tumekuja kuswali. Baada ya hapo ndio tutawanyike. Swala itakuwa imetengeneza wepesi wa riziki yako mwanadamu. Hizo ni swala za mchana. Lakini Allah akatuwekea swala za usiku. Inna salata al-layli wiqayatul ajsadi wal arwah. Swala za usiku Mwenyezi Mungu ameziweka ni kwa ajili ya ulinzi wa mili yetu, ni kwa ajili ya ulinzi wa roho zetu. Hakuna kiumbe mwenye maadui wengi kama mwanadamu. Mwanadamu ana maadui wengi sana wanamtawala. Anao maadui wanadamu wenzie, anao maadui wa kijini. Allah akatuwekea wiqaya, akatuwekea kinga ambayo ni swala.
Wiqayatu al-ajsad, ni kinga ya mili yetu sala za usiku. Wal arwah, na roho zetu. Huyu ni Allah tabaraka wa taala. Makanatu sala fi ta'mir al-haya, nafasi ya sala katika kuyaimarisha maisha ya wanadamu. Jiulize wewe na mwanao, nyinyi kama wanafamilia, hal tuqimuna sala, je, nyinyi mnaswali? Kama mnaswali, manake mmetengeneza mawasiliano na Allah tabaraka wa taala, na mkiajenga mawasiliano mnajenga maelewano na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, itakuwa mshafungua milango ya kusaidiwa na Allah. Alladhi yuqimu as-salah fataha abwaba al-muawana wat-ta'yid, aliyesimamisha sala akafungua milango ya kusaidiwa na Mwenyezi Mungu na kusimamiwa mambo yake na Allah tabaraka wa taala. Alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah. Alif lam mim, dhalika alkitab, Allah anasema hicho ni kitabu. Dhalika alkitab tadulu ala alkamal alkamil fi alhidayati, ni kitabu ambacho kimekamilika katika mwongozo wake. La raiba fihi, msitilie shaka wanadamu hicho kitabu. Hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wacha Mungu. Kina nani wacha Mungu? Allah anatoa tafsiri yao, alladhina yu'minuna bilghaibi. Alghaibi shahada, wanamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani wamekiri kwa ndimi zao, wakakiri kwa mioyo yao kwamba hakuna mola isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Ndio ile shahada, minuna bil ghaibi. Kwanza wamemkubali Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, baada ya imani yao na Allah, wa yuqimuna as-salah, na wanaimarisha tula al-haya, maisha yao yote ibada ya swala. Yuqimuna ni fi'lul mudhari tadulu ala istimrar, maisha yao yote wanaswali, maisha yao yote hawaswali kwa misimu, la, yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baada ya kuimarisha kwao ibada ya sala, wakatengeneza wepesi wa riziki zao, ndio maana wanatoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sala inaimarisha maisha yetu. Tuswali sisi na familia zetu, tujenge mawasiliano na Allah tabaraka wa taala. Nukta yetu, makanatu sala fi ta'miri al-haya, nafasi ya swala katika kuyaimarisha maisha ya wanadamu. Tumeona swala ni mawasiliano. Tukifanya mawasiliano tunaelewana, maana tukiswali tutaelewana na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Tukishaelewana na Mwenyezi Mungu tumetengeneza maisha yetu kwa wepesi. Hakuna kitu muhimu kama mawasiliano. Leo hakuna maisha mazuri kati ya nchi na nchi, hakuna maisha mazuri kati ya mji na mji mpaka yawepo mawasiliano. Walidha faudhi'a ash-shawari'u, zikawekwa barabara. Barabara ni alatu ittisalia, barabara ni chombo cha mawasiliano. Kutumia barabara tunaweza kushirikiana miji na miji, tukashirikiana nchi na nchi. Kwa sababu gani? Tunayo mawasiliano ya barabara. Barabara ndio imetuunganisha, tukaweza kupatana, tukaweza kuuziana bidhaa zetu. Mawasiliano ni kitu muhimu katika maisha. Wewe unaye baba, ima inawezekana wazazi wako wako nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Je, wewe kama mtoto unafanya mawasiliano na wazee wako? Wanachuoni wa falsafa wanasema mawasiliano ya mbali falqalamu yakfi, mawasiliano ya mbali maneno yanatosha. Baba yako yuko mkoani, si lazima kila siku mtembelee. Chukua simu yako, aljawala alatul ittisal, simu ni chombo cha mawasiliano. Chukua simu yako, mpigie mzee wako, useme naye. Ukisema na mzee wako kila wakati unajenga upendo na mzee wako, utajenga maelewano naye mzee wako. Fanya naye mawasiliano. Leo tunakata mawasiliano, tunayaribu maisha. Kwa hiyo swala ni mawasiliano
yetu na Mola wetu. Tujenge mawasiliano na Allah tabaraka wa taala. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atuambia katika maana ya hadithi, mtoto huamrishwa swala akiwa na miaka 7. Nini falsafa yake? Maana yake mtoto atakiwa azoee jambo la swala akiwa mdogo kabisa, akishazoea. Lianna as-salata rukunun asasiyu fi hayati, kwa sababu swala ndiyo nguzo ya msingi ya kutengeneza maisha yake mwanao. Kwa hiyo aweze kuizoea mtoto wako swala akiwa mdogo kabisa. Wayudhrabu alaiha, na mtoto anatakiwa adhibiwe akiacha ibada ya swala akifikia miaka 10. Kwa nini? Kwa sababu anaacha jambo la msingi sana katika maisha yake. Hawa ni watoto, mimi na wewe ni wakubwa. Je, tunaswali sala 5 kwa wakati? Allah tabaraka wa taala anasema, wa intabu wa aqamu as-salah fa ikhwanukum fi ad-din. Wa intabu, hao wasomtambua Mungu tabaraka wa taala, wakatubia, wakamkubali Allah azza wa jalla, wa aqamu as-salah, wakasimamisha kikamilifu ibada ya sala, fa ikhwanukum fi ad-din, hao ni jamaa zenu katika dini, fanyeni nao mipango. Kwa nini wamejenga maelewano mazuri na nyinyi? Wakisimamisha ibada ya sala. Swala ikawekwa ni miftahul hayati zawjia. Swala ndio ufunguo wa maisha mazuri ya ndoa. Swala, aliyeoa ama aliyeolewa, kabla albina, kabla hawajakutana mume na mke, walitakiwa waswali kwanza rakaa 2. Kwa nini? Rakaa 2 zile wanakwenda kutengeneza maisha yao mazuri katika ndoa. Kwa nini? Kwa sababu wanamkaribisha Allah katika ndoa yao. Rakaa 2 zinatengeneza mawasiliano na Allah, zinajenga maelewano mazuri na Mwenyezi Mungu, anakaribisha Mungu katika ndoa. Zikaikwa rakaa 2 kabla albina. Lakini sikwambii wewe umekwenda kuomba kazi katika kampuni, umekwenda kuomba kazi katika ofisi fulani, ukaambiwa kesho njoo uanze kazi, kabla hujakwenda swali rakaa 2 kama unaweza. Rakaa 2 hizo unamkaribisha Mwenyezi Mungu katika ofisi yako, katika kazi yako, katika biashara yako. Swala inatengeneza maisha yetu wanadamu. Ndio maana ikawa ni ibada pekee. Kabla ya ibada zote ilikuwa ni swala tu. Mtume akiwa Maka miaka 13, hana saumu, hana zaka, hana hija, ni ibada ya swala tu. Ndio inajenga maisha ya wanadamu. Katika swala kuna jamaa tumesema, lakini katika swala kuna imamu. Kwa nini tuwe na imamu? Hii picha ya kuswalishwa na imamu, katika maisha yetu tunasomeshwa nini kama wanadamu? Tunasomeshwa kifalsafa, anna al-insan la yaqumu fi hayatihi illa bilqaid yaquduhu fil haya. Mwanadamu hawezi kusimama imara katika maisha yake, lazima apate kiongozi ambaye atamuongoza katika maisha. Ndio imamu katika swala ni kiongozi wetu. Mimi na wewe nje tunao viongozi katika maisha yetu, lazima uwe na kiongozi imara. Ndio maana kuna imamu, ju'ila al-imam liutamma bihi, kawekwa imamu ili yafuatwe katika maelekezo yake, kwa sababu lahu fahamun qawi, yeye anauelewa mkubwa imamu. Basi watoto lazima wapate baba imara ambaye ni kiongozi wao, wapate mama imara ambao ndio kiongozi wao. Mwanadamu hana maisha bora kama akakosa kiongozi imara. Hata dola leo mpaka nchi, lazima katika nchi mpaka awepo kiongozi imara, ndio wanadamu wao watakuwa na maisha bora. Angalia nchi zilivyo leo, lazima achaguliwe kiongozi imara. Kwa hiyo watapiga kura, baadaye atapatikana kiongozi imara ambaye huyu anapewa jukumu la kuongoza wanadamu. Mwanadamu hana maisha bora mpaka awe na kiongozi. Somo hilo tumelipata kupitia imamu msikitini. Sala ndio inatengeneza maisha bora ya wanadamu. Wewe unasimamisha ibada ya swala
Yakulu Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tumenasema as-salatu imadu dini, as-salatu miftahu kulli khair. Swala ndiyo nguzo kubwa ya dini. Dini bimaana kun wasi', dini kwa maana pana. Swala ndiyo nguzo imara ya maisha. Dini kwa maana ya haya, kwa maana ya maisha yote. Swala ndiyo nguzo kubwa ya maisha ya wanadamu. Kama wataisimamisha vizuri, wataimarisha maisha yao. Na swala kama hawataisimamisha vizuri, watayaharibu maisha yao. Yakulu alimun falsafi, anasema mwanachuoni wa falsafa, as-salatu kainul hayy yanha wa ya'mur. Swala ni kiumbe hai. Swala inaamrisha na swala inakataza. As-salatu kainul hayy, swala ni kiumbe hai. Swala ina roho na swala ina mwili kama ulivyo wewe mwanadamu. Inazungumza, yani inaamrisha swala na inakataza. Na kathibitisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hakika swala imara, swala iliyokuwa na roho na mwili, tanha, inamkataza mswaliji huyu anil fahsha'i wal munkar, machafu na maovu yote inamkataza. Swala inazungumza, ni kiumbe hai kabisa. Inna salata, katuwekea inna na alif na lamu Mwenyezi Mungu, akifahamisha si kila swala ni swala yenye viwango, swala ambayo imefuata utaratibu aliofundisha Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ina daraja swala hiyo. Daraja la kwanza ni usahihi wake kwanza, yani aliyeswali alisomea kwanza swala yake, akajua ina nguzo ngapi swala yangu, akajua ina sharti ngapi swala yangu, akajua inabatilika vipi swala yangu, akajua yote hayo. Alafu daraja la pili, safiyatul qulub, akasafisha moyo wake, akaswali moyo wake ni safi, hana hasadi na mwingine, hamchukii mtu. Lakini pia akawa na khushui katika swala yake, akawa na umakini na unyenyekevu katika swala. Hizi hatua tatu ndio inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wewe na mimi tunaswali, lakini kipimo cha swala zetu kwa mujibu wa Allah ni nje, sio ndani. Unaishi vipi na jamii nje wewe kama unaswali? Wako watu nje wanasema bora mimi nisiswali kuliko yule anayeswali. Yani tabia zako chafu wakati unaswali. Hujaelewa ibada ya swala. Swala inamtengeneza mwanadamu, fakana al-insanu insana, akawa mwanadamu ni mtu kweli. Ndio maana miaka 13 ilikuwa ni swala peke yake iwatengeneze wanadamu, iwaimarishe wanadamu. Swala kama tutaishika kweli, tukasimamia swala hiyo katika familia zetu, mke wako ikawa anaswali, watoto wako wakawa wanaswali kweli, ushamruhusu Mwenyezi Mungu akae katika familia yako. Ushamruhusu Allah Subhanahu akae katika biashara zako, katika kampuni zako. Wenzetu salafu saleh ilikuwa wakenda kuomba kazi hawendi na vyeti. Akiwa mlangoni anaulizwa hali yuqimu swala, huyo jamaa akaja kuomba kazi, sawa, je anaswali? Wakiambiwa anaswali wanampa kazi. Kwa nini? Wanaamini mtu anayeswali hana tabia chafu, anafaa kupewa ajira, hana tabia chafu, wanampa kazi. Mimi na wewe kwa namna tulivyo leo, kwa swala zetu tunaweza kuombea kazi? Tujikague kabla tujachelewa. Awwalu ma yuhasabu wal abdu yawm al-qiyamah as-salah. Cha kwanza kabisa ambacho mja atahesabiwa kesho mbele ya Mola si ibada nyingine, ni swala kwanza. Swala ndio kwanza kutazamwa na Mwenyezi Mungu. Kama swala itakuwa imekamilika vizuri, basi ibada zote zitakuwa zimekamilika. Swala kwanza, alafu mtazame Mwenyezi Mungu Subhanahu. Allah wakati tunatoka majumbani, wakati unataka uamke kutoka nyumbani kwako, alikwambia hivi: ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn.
Allah alikwambia haya maneno, alikuita ewe uliamini, idha kumtum ila salah, mnaposimama kuiendea ibada ya swala, faghsilu wujuhakum, kwanza hakikisha ushaosha nini? Uso wako. Limadha ya Rabbi, ni kwa nini Mwenyezi Mungu tuanze kuosha uso? Lakini wa aidiakum, na hakikisha umeosha mikono yako. Wamsahu birusikum wa arjulakum ila alka'bayn, pakeni vichwa vyenu na osheni miguu yenu mpaka katika kongo mbili zile. Kataja viungo vinne Mwenyezi Mungu. Lakini ni kabla hujaingia kwenye ibada ya swala, ulitakiwa ukajisafishe kwanza. Nini falsafa yake? Maana yake kabla hujaingia maisha yote ya mwanadamu, hakikisha uko msafi kwanza. Wewe unahitaji kuyaanza maisha ya ndoa, jambo zuri hilo, hayo ni maisha, lakini hakikisha uko msafi kwanza. Je, ule uhuni wako, ule uzinzi wako, ushahakikisha ushauacha? Unaingia maisha mengine ya ndoa. Kama itakuwa hujauacha ule uchafu wako, ndoa yako haina maisha, haidumu. Ndio idha kumtum ila salah, ndio falsafa ya maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kabla hujaendea jambo lolote lile, hakikisha utajisafisha kwanza. Na Allah kaanza kutaja uso. Kwa nini? Alwajhu min almuwajaha, uso unatokana na hii sehemu ya mbele ambayo ni mwelekeo, watu wanaitazama. Wewe kama ni muuza duka, wale wateja wanakutazama uso. Wewe kama ni mwana kampuni, wale wafanyakazi wako wanakutazama uso. Safisha uso wako uwe na kunawiri, uvutie kwa wateja wako, uvutie kwa wakazi wako, uso kwanza. Waliwajhu la alaqatun asma bilqalbi, na uso una uhusiano mkubwa na moyo. Uso hawezi kuwa safi ukavutia kwa jamii kama moyo ni mchafu. Kwa hiyo kama uliambiwa na Mwenyezi Mungu usafishe uso, hiyo ni majazi basi. Tafsiri kwa maana ya majazi, alaqatu sababia, kwa maana kwanza safisha moyo. Hakikisha moyo wako uwe msafi, uso utanawiri, uso utapendeza kwa jamii. Allah akatuhitaji kwanza tujisafishe katika kila maisha unayoendea. Hakikisha ushakuwa msafi kwanza. Wewe unakuja kuswali, hakikisha ushakuwa msafi kabla hujaingia katika ibada ya swala. Makanatu swala fi ta'mir alhaya, nafasi ya swala katika kuimarisha maisha ya wanadamu.